إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. أيها الإخوة الكرام, enyi ndugu zangu watukufu, darasa yetu ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala ni ayat katika mwanzo mwa suratu Ash-Shu'ara. Biidhnillah tutaondokea na sura hii tokea mwanzo wa sura mpaka aya ya 9 katika Ash-Shu'ara. Suratu Ash-Shu'ara imeitwa sura hii kuwa ni Ash-Shu'ara kwa sababu mwishoni mwa sura watakuja tajwa washairi, washu'arau yatabi'uhumul ghawun, na washairi au watoa mashairi na watunzi wa mashairi hufuatwa na wajinga na waliopotea. Al-ghawun manake ni watu waliopotea. Kutajwa hao ash-shu'ara mwishoni mwa sura hii kumesababisha sura iitwe suratu ash-shu'ara, na ina maana ya kwamba kutakuwa na sura mbili zinafanana kidogo katika matamshi ya majina yake. Tunayo ash-shu'ara na pia tunayo sura inaitwa Ash-Shura. Ash-Shura inazungumza habari ya kushauriana Waislamu, wa amruhum shura bainahum. Ile ni suratu Ash-Shura na hii ndio Ash-Shu'ara, ingawaje ukichukua tarjama ya Kiswahili, tarjama ambayo ni tafsiri ya Qur'an katika lugha ya Kiswahili, ukiyaona yale majina ya sura yanavyotajwa kwa Kiswahili yanavyoandikwa, utaona kuna ukaribu mkubwa sana baina Ash-Shu'ara na Ash-Shura, na asiyekuwa makini katika kutofautisha anaweza akaenda akaitafuta aya ya sura hii akaitafuta katika sura ile, kwa sababu yakishaandikwa kwenye Kiswahili tena ukuruba unakuwa mkubwa zaidi. Lakini kuna tofauti ya Shu'ara na Ash-Shura. Hii ni suratu Shu'ara tulionayo sisi, na Ash-Shu'ara ni wingi wa neno shair, na neno hilo litakuja mahala pake mwishoni mwa sura takriban. Sura hii makiyatun, imeteremka kabla ya mtume kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Min maqasidi sura, miongoni mwa maksudio ya sura hii, bayanu ayati llahi fi ta'yidi almursalina wa ihlaki almukadhibin, kubainisha aya za Allah na alama zake juu ya kuwatia nguvu na kuwasapoti mitume na kuwaangamiza wakadhibishaji. Tutakuja yaona hayo insha Allahu tabaraka wa taala. Sura hii imeanzia na fawatihu suwar, zile herufi ambazo hazijengi neno lenye maana kikawaida, kama vile hamim, alif lam mim, ta sin mim, yasin. Herufi hizi zinaitwa fawatihu suwar, vifunguzi vya baadhi za sura, na ndizo zinaitwa alhurufu almuqatta'a. Alhurufu almuqatta'a maana herufi zilizokatwa, hazitengenezi neno lenye maana maalumu inayojulikana. Na wanavyuoni wamekuja na maelezo tofauti juu ya herufi kama hizi ambazo hutumika mwanzoni mwa baadhi ya sura. Lakini hekima kubwa ambayo imezungumzwa na maulama ni kwamba Allah anawa challenge Waarabu wa Maka waliomkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ikiwa wao ni wenye fasaha kubwa katika lugha ya Kiarabu mpaka wanatunga mashairi, sasa wao si wanatumia herufi hizi ya sin, alif, lam, mim, nun na mfano herufi kama hizi, ndio wanazitumia katika kutengeneza maneno yao nathran wa shi'ran, yawe ni maneno yaliyopangwa vizuri ya nathr au ya mashairi. Lakini tena inakuwaje wanashindwa kuleta mfano wa Qur'ani ikiwa dai lao ni kweli ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Muhammad, maneno ya kiumbe na sio maneno ya muumba? Ikiwa lile dai lao wanalolidai kwamba Qur'an ni maneno ya Muhammad sio maneno ya Allah azza wa jalla,
mbona wanashindwa kuleta mfano wa Qur'an, pamoja na kwamba herufi zilizomo ndani ya Qur'ani ndio hizi hizi ambazo wanazitumia wao katika mashairi yao, kama kwamba Allah yatahaddahum, anawa challenge, ndo anawatajia hizo herufi ndio hizi. Leteni basi mfano wa Qur'ani ikiwa nyinyi ni wa kweli katika dai lenu la kwamba Qur'ani ni maneno ya Muhammad. Ikiwa ni maneno ya Muhammad ya kiumbe, na maana kiumbe mwingine anaweza akaleta mfano haya, lakini walishindwa. Ndio zikaanza hizo herufi ta sin mim. Taqaddama alkalamu ala nadhairiha fi bidayati surati al-Baqara, maelezo juu ya mfano wa herufi kama hizi yashatangulia maelezo mwanzoni mwa suratul Baqara. Sasa hivi tuko juzuu ya 19, lakini tulipokuwa tunaanza suratul Baqara tuliona maelezo mazuri tu juu ya hekima na siri ya kuwekwa herufi kama hizi mwanzoni mwa baadhi ya suwar. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin, tilka ayatul Qur'anil mubin lilhaqqi min albatil, hizo ni aya za Qur'an inayoweka wazi haki kuitenganisha na batil. Haki ni ipi na batil ni ipi? Ukitaka kujua alhaq ni ipi na batil ni ipi, angalia Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an imefafanua na kuweka wazi kila kitu. Haki imejulikanwa na batil imejulikanwa kupitia Qur'an. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, huenda wewe ya Rasulullah ukaiangamiza na kuiua nafsi yako kwa vile hawa hawajawa waumini. Linakuuma jambo la kutoamini kwao pamoja na uwazi wa hoja. Hoja ziko wazi, ayat matluwatun qur'aniyah wa ayatun mar'iyatun kauniyah, ayat zinazosomwa za Qur'ani zimeweka wazi hoja hizo, na ayat zinazoonekana kwa macho katika huu ulimwengu namna ulivyoumbwa usiku na mchana, mbingu na ardhi, ayat kaunia za kilimwengu pia zinaweka wazi. Sasa inauma kuona watu wanaikataa haki iko wazi. Mambo si hayo tu, wakiikataa haki yenyewe hiyo wataenda kwenye adhab na balaa duniani na akhera. Kwa hiyo Mtume alikuwa akiumia, ndio likaja neno bakhi', la'allaka bakhi'un nafsaka, huenda ukaiangamiza nafsi yako. Na hilo neno bakhi' asili yake ni albakha', kitendo ni bakha'a yabkha'u fi babi nafa'a yanfa, ni kitendo bakha'a, ameimaliza nafsi yake kwa machungu na maumivu na huzuni. Hapo ndo hutumika neno bakha'a. Bakha'a nafsahu, bakha'a fulanu nafsah, fulani kaimaliza nafsi yake kwa machungu na maumivu na huzuni. Mtu anaweza akajiua mwenyewe, kwa husemwa qatala nafsahu min wujdin wa ghaidh, kaiua nafsi yake kutokana na machungu na maumivu na huzuni, ndio linatumika neno bakha'a. Kwa mara nyingi neno hili halitumiki kwamba mwingine ndo kamuua mwingine, bali mtu kujimaliza mwenyewe. Ahlaka nafsahu min shiddati alwujd, na asili ya neno hasa ni kwamba hutumika kitendo hichi kwa maana ya kazi kubwa iliyopita. Aljuhud, kazi imepita, kama vile kazi ya kuchimbua ardhi vikatolewa vilivyo ndani yake. Hata mama Aisha lilitumia neno hili juu ya Umar ibn al-Khattab wakati anamsifu, anasema bakha'a al-ard, Umar bakha'a al-ard, maana jahadaha, kaitia mikiki ardhi mpaka akachukua vilivyotoka kwenye ardhi katika mali za wafalme. Zile ardhi namna alivyokuwa anaziendea Umar kupitia majeshi yake anayoyatuma, na hatimaye falme mbalimbali zikaanguka katika mikono ya Umar ibn al-Khattab, na tawala zile zikawa zinakabidhisha mali zao kwa Umar. Kwa hiyo kama kwamba Umar amezitenza nguvu zile ardhi na kazisumbua na kazitia katika mikiki, ndio Aisha akasema kwamba bakha'a Umaru al-ardha. Al-Kisai anasema bakha'a al-ardha bizira'ati fulan, bakha'a al-ardha bizira'a, maana fulani kaitia mikiki ardhi kwa njia za kilimo, maana kaishughulisha kisawasawa.
jaalaha dhaifa, kaifanya iwe dhaifu. Kwa ardhi imekuwa majhuda, imetiwa nguvu mpaka imechoshwa. Kwa nini? Kwa sababu ya mwendelezo wa kilimo. Kwa kumbe mtu anayelima sana ardhi akawa ameisumbua, usumbuaji wa kwa maana ya kwamba imekuwa haipumziki ardhi, imetiwa katika kazi kisawa sawa, hapo hulitumia neno hilo Waarabu, bakhaa alfallahu larda, mkulima kaitia harakatini ardhi, kaitia pirika kweli kweli, hutumika neno bakhaa. Na Az-Zamakhshari rahmatullahi alayhi yeye anasema kwamba bakhaa al-ard biziraa, bakhaa asili ya al-bakha. Az-Zamakhshari anasema asili ya neno al-bakha ni mtu kufikia katika kumchinja mnyama mpaka akaufika ule mshipa ulio katikati ya uti wa mgongo. Maana uti wa mgongo unaungana mpaka na mfupa wa kichwa. Sasa kuna mshipa unapita katikati ya ule uti ule, al-irqul mustabtinu lilfaqar, ni ule mshipa ulio ndani ya uti wa mgongo. Kwa kichinjwa mnyama mpaka ukafikwa mshipa ule unaopita katikati ya mfupa ule nyeti, hapo hutumika neno bakhaa dhabihu madhbuhahu, mchinjaji amemfanyia bakhaa mchinjwa wake, maanake kamchinja kisawa sawa mpaka kaifika albikhaa. Wakasema ule mshipa wenyewe unaopita katikati ya uti wa mgongo mpaka ukaenda juu, ule unaitwa albikhau. Sasa ukifikwa ule, neno albikhau ndo likatengeneza kitendo bakhaa. Kama vile faqarahu, manake kampiga mpaka katika alfaqar, uti wa mgongo, lile neno alfaqar limetengeneza kitendo faqara. Tadhunnu an yuf'ala biha faqiratun, nyuso ovu za waja wabaya siku hiyo zitakuwa zina yakini kwamba watatendewa kitendo cha kuvunja uti wa mgongo. Kwa kile kitendo kinachovunja uti wa mgongo au balaa lile linaitwa faqiratun, lianha tafqiru alfaqar, kwa sababu linavunja uti. Sasa lile neno alfaqar limetengenezwa kitendo mpaka patikana ismul fa'il faqira. Na pia neno albikhau, ba tunaitia kasra, ni ule mshipa ulio katika ndani ya mfupa wa uti wa mgongo. Mshipa ule albikhau ukifikwa nao ndo hutumika neno bakhaa dhabihu, manake mchinjaji kafika mpaka katika albikhau kwa kisu chake alipokuwa anachinja. Kwa ufupi, kitendo bakhaa kinaonyesha jambo limefanywa mpaka likafika ndani zaidi. Kama ni ardhi imelimwa, kama ni mnyama amechinjwa, umefikwa mshipa ule, wa huwa ghayatu dhabh, wanasema na huo ndio upeo wa hali ya juu wa kuchinja, kwamba mchinjaji kafika mbali. Sasa na hapo ndo hutumika maneno hayo, kama kwamba mtume anaichinja nafsi yake na uchinjaji wenyewe unafika mbali zaidi kwa maumivu anayoyapata kwa sababu ya watu kukosa imani. Zote ni huruma tu hizo, wasende wakateketea jahannam. Kwa sababu hata mimi na wewe leo kama tunamuona mtu anaungua hapa duniani, huzuni itakuja. Kuungua si mchezo, sikwambii kuungua milele. Nasallallahu an yu'idhana wa iyyakum minan nar, Allah tuepushe sote na moto. Moto ni balaa, moto ni shari kubwa. Mtume kafika hapo, ndio Allah akasema nini? La'allaka bakhi'un nafsak, huenda wewe ukaja ukajimaliza nafsi yako, alla yakunu mu'minina, kwa vile hawajao waumini. Aya hii inafanana na Fatir, aya 8 suratu Fatir inasema fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat, basi isitoweke tena roho yako kujua hawa kwa majuto. Ya Rasulullah, sije kapotea roho yako na nafsi yako ikatoka. Fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat. Na pia suratul Kahfi aya 6, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa. Kwa tukaiona kwamba Al-Kahfu imefanana na aya ya 3 tulionayo leo katika Shuara, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. La'allaka ayuha ar-rasulu lihirsika ala hidayatihim qatilu nafsika hazanan wa hirsan ala hidayatihim, huenda wewe mtume kwa sababu ya hamu yako kubwa juu ya hidayah yao na shauku ilionayo ya wao kuongoka hawa, shauku hiyo namna ilivyokuwa kubwa, huenda ukaiua nafsi yako kwa huzuni na hamu ya hidayah yao. Unaumia juu ya watu ambao wala hawakuandikiwa kupata hidayah.
hisia ya hamu juu ya umma kupata hidayah, hisia hii wanatakiwa waipate pia warithi wa mitume, maulama hao na wafanyaji da'wa, waifikirie akhira ya umma, isipokuwa tu iwe kwa kiwango ambacho hakitakuwa ndani yake kina uvukaji mipaka, kwa sababu hata mtume kaambia fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Kwa nini tunakwambia usiumie ukajimaliza? Kwa sababu hilo unalolihangaikia wewe ukalihuzunikia hawanalo wao. Hidayah haijamilikiwa na hao, kaimiliki Muumba subhanahu wa ta'ala, anampa mtakaye, na hao sio wastahiki wa hidayah. Allahumma ja'alna mustahiqina lilhidayah wahdina bihidayatika waj'alna hudatan muhtadina ya arhamar rahimin. Ustahiki ni kitu kikubwa, na hata huo ustahiki ni taufiki ya Allah, anampa mja awe ni mstahiki. Sasa tazama anavyomwambia mtume wake kwamba hilo ni letu, sio lao. Kwa nini uhuzunike mpaka utoe roho? inna sha'nu nunazzil alayhim minas samai ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in, tukitaka sisi tutateremsha juu yao kutoka mbinguni muujiza na alama ya waziwazi, zikabakia shingo zao zimenyenyekea juu ya alama hiyo. inna inzala ayatin alayhim minas samai anzalnaha alayhim fatadhallu a'naquhum khadi'atan laha dhalila, tukitaka kuiteremsha alama juu yao kutoka mbinguni tungeiteremsha. Fatadhallu a'naquhum khadi'atan laha dhalila, zikabakia shingo zao zimenyenyekea kwa sababu ya alama hiyo, zimedhalilika shingo. Lakinna lam nasha dhalika ibtilaan lahum hal yu'minuna bilghaib, lakini sisi hatujataka kuleta muujizat za kuwatenza nguvu kuamini. Kwa nini hatujataka hivyo? Kutaka kuona, je, wataamini ghaibu hawa? Sisi tunataka alimanu bilghaib zaidi kuliko miujiza ambayo wanapendekeza wao. Tungeweza kuleta muujiza ukawafanya waamini wakitaka wasitaki, mpaka wakaunyenyekea huo muujiza, wala wasengeweza kukanusha kwa sababu haki ingekuwa imedhihiri. Tungetaka tungewabainisha. Na hapo Allah amesema khadi'in, hakusema khadi'atan, pamoja na kwamba limekuja neno a'naq, kama kwamba lugha ilikuwa inapelekea hivi fadhallat a'naquhum laha khadi'atan, ndio lugha inapelekea hivyo, kwa sababu khadi'in ni jam'u al-mudhakkar salim na a'naq sio jam'u al-mudhakkar salim. Ina maana ya kwamba ilikuwa inapendelewa lije, yani ilivyotarajiwa lije neno khadi'atan, lakini limekuja neno khadi'in kwa faida ya matamshi na maana. Faida ya matamshi iko wazi kwa sababu aya zinaishia nuni, nyuma yake kuna harful mad. Utakuta neno almubin, mu'minin, khadi'in, mu'ridin, mbele itakuja yastahzi'un. Kwa nun nyuma yake harful mad. Sasa ingesemwa khadi'atan nuni tusingeiona, wala harful mad iliyo nyuma ya nun. Lakini faida ya pili wanasema kwamba neno khadi'ina linarejea kwa ar-rijal, kama kwamba Allah anataka kusema kwamba fadhallat a'naquhum laha khadi'in wa fadhallat a'naquhum laha khadi'atan wa ashabul a'naqi laha khadi'in, zingekuwa shingo zimenyenyekea juu ya hiyo alama na muujiza, na wenye shingo pia wengenyenyekea kuifuata hiyo alama na kuathirika nayo na kuiamini, kwa sababu wanaokusudiwa ni wenye shingo, sio shingo eti. Shingo sio zinazofuata zikaamini, ni wale wenye shingo. Kwa neno khadi'ina limewarejea ashabul a'naq na wala halirejei katika a'naq, kama kwamba tatakuambiwa kwamba arbabul a'naqi saru khadi'in, wao ndo wengekuwa hao wenye shingo wenye kunyenyekea. Na hiyo si ajabu Al-Qur'anul Karim kuitumia jam'ul mudhakkari salim ikawa ni kama sifa ya kitu kisichostahiki kupata jam'ul mudhakkari salim, lakini lugha inakubali upeo huo. Kwa mfano hapa tumeona neno khadi'in badala neno khadi'atan, ingawaje zinazungumza a'naq. Na tunayo aya nyingine kule katika Yusuf aya 4, washamsa wal qamara ra'aytuhum laha sajidin, tena ra'aytuhum laha sajidin, kaona jua na mwezi
na kabla hapo kataja al-kawakib, wala hakusema sajidatan, imekuja sajidin. Mtindo huu uliokuja katika Yusuf ni kama huu tulio nao sisi. Wakasema baadhi ulama katika kueleza hilo kwamba sajidin ni sifa ya wanadamu, sio jua na mwezi wala nyota. Khadiin ni sifa ya wanadamu, sio shingo zao, wale wenye shingo. Wakasema ukhrija alfi'lu makhraja aladamiyina, kitendo kikatolewa mtoko wa kukinasibisha na wanadamu, lakini kumbe vilivyotajwa pale sio wanadamu. Ana shingo, si mwanadamu kamili, wala jua na mwezi na nyota alivyovitaja Yusuf sio wanadamu, lakini imekuja sajidi. Huo ni upande wa lugha tu, lakini kiufupi ni kwamba panataka kuzungumzwa unyenyekevu hapo. Kwani Allah akitaka kuileta muujiza na alama, si watu wangenyenyekea wakaifuata haki? Ingetaka sasa subhanahu wa ta'ala ashindwe, ataleta muujiza kama alivyoupeleka huko nyuma. Mbona watu walinyenyekea? Kwa mfano hawa wanaofanya jeuri wakaikataa al-Qur'an, wengetendewa kama kitendo alichofanywa wana wa Israeli cha kuwekewa mlima juu ya vichwa vyao, si wengeamini? Wana wa Israeli waliofanya utu wao na ukaidi wao wa kuifuata Taurat, lilichukuliwa jabali la Tur likawa liko juu ya vichwa vyao, na kama hawatoikataa haki watasagua nalo, wakawa wanachungulia kwa jicho la upembe. Walikubali. Nani anaiweza nguvu ya Mungu subhanahu wa ta'ala? Nani anaweza adhabu ya Allah jalla wa ala? wa idh nataqna aljabala fawqahum, Allah azza wa jalla anasema, kumbuka tulipoungoa mlima ukawa juu yao, utadhani ni dhulla, wingu liko juu yao, lakini ni mlima. Sasa mambo kama hayo Allah akitaka kuyafanya angeyafanya. Sasa anaambiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba usimalize nafsi yako kwa huzuni mambo ya hidayah nayo Allah, kwani Allah angetaka siwe ingepata hidayah wote hao, lakini hakutaka, kwa vile jambo la hidayah amelimiliki yeye, kama alivyosema katika sehemu nyingine. Akasema ni walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jamia, na lau ingetaka Mola wako wangeamini wote walio katika ardhi. Afa anta tukrihu nnasa hatta yakunu mu'minin, hivi wewe ya Rasulullah ndio utawalazimisha watu mpaka wawe waumini? Huwezi kuwalazimisha watu. Allah angetaka angewafanya yeye wawe waumini hao, lakini hilo jambo liko katika mamlaka ya Allah, ulimiliki wewe. Sasa aya tulionayo hii ya 4 katika Shuara ni kama aya hii tulioitaja hivi sasa katika Yunus 99, walau shaa rabbuk, na hapa imekuja innasha, tungetaka tungewafanya wote waumini. Innasha nunazil alayhim minas samai ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Huko akasema walau shaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Suratu Hud imekuja walau shaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida, Mola wako angetaka angewafanya watu wote umma mmoja juu ya imani, lakini hakutaka hivyo. Wama yatihim min dhikrin min arrahmani muhdathin illa kanu anhu mu'ridin. Wama yaji'u haula'i almushrikina min tadhkirin muhdathin inzaluhu min arrahmani bihujajihi ad-dalla ala tawhidihi wa sidqi nabiyhi illa a'radu an sama'ihi wa tasdiqi bih. Washirikina hawa hawajii ukumbusho wowote mpya, muhdath, mpya ulioletwa hivi karibuni. Muhdathin inzaluhu, ndo kwanza umeteremshwa kutoka kwa Ar-Rahman. Hawajii ukumbusho na hoja zake zinazojulisha tauhidi ya Allah na ukweli wa nabii wake, ila wao washirikina a'radu an sama'ihi, wanakengeuka kuusikiliza ujumbe huo, wa tasdiqi bihi, na kuuamini. Wao wanaokataa. Hakuna ujumbe mpya unaowajia wakaukubali, bali ada yao ni kukataa. Ndio Allah akasema wama yatihim min dhikrin, hawajii ukumbusho wote min arrahmani, kutoka kwa mwingi wa Arrahman. Alowaletea ukumbusho ni Arrahman, hivyo anataka warehemu kupitia ukumbusho huo, lakini wanaukataa. Muhdathin, uliozushwa hivi karibuni katika uteremshwaji, maana ndio kwanza umeshuka.
illa kanu anhu mu'ridin, isipokuwa ukumbusho huo wanaukengeuka. Ndo ada yao wao. Hii tabia hii ni tabia kongwe sana hii, zama tofauti. Na ndio maana suratu Yasin inasema nini? Ya hasratan ala alibad, ni majuto yalioje juu ya waja. Ma yatihi min rasulin illa kanu bihi yastahziun, hawajiwi na mtume yoyote ila wanamfanyia istihzai, wanamkataa. Kila mtume anayekuja wanamkataa. Wanakwenda watu kwa makundi katika moto wa Jahannam, iyadhan billahi min dhalik, wanamkataa. Tazama sehemu nyingine, Almu'minuna anasema nini? Thumma arsalna rusulana tatra, kisha tukapeleka mitume wetu wakiwa wanafuatana. Kullama jaa ummatan rasuluha kadhabuh, kila umma ukijiwa na nabii wao na mtume wao wanamkadhibisha. Ndio ada kongwe hiyo iliyoenea duniani. Faatba'na ba'dahum ba'dan waja'alnahum ahadith fabu'dan liqaumin la yu'minun. Ndio ada ya Allah katika dunia. Wanakadhibisha, wanaadhibiwa, wanaletwa wengine, wanaletewa mtume, wanamkataa, wanaadhibiwa. Wakawa watu wanakataa haki katika zama tofauti. Faqad kadhabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un, basi wamekadhibisha, zitawajia taarifa za kile walichokuwa wanakifanyia istihzai. Anba'u ni habari, lakini Allah anakusudia kwamba itawajia ta'wil, mwisho wa mambo watakuja kuona. Lakini kwa sababu ta'wil yenyewe ishaelezwa na Allah, ndio zikaitwa anba, taarifa. Maanake lijalo ambalo limezungumzwa bado halijatokezea, basi kula kuja kutokezea kwake ndio inaitwa ta'wil. Ta'wil inatokana na maal, mwisho wa mambo. Kama kwamba Allah anasema awaqibul umur, mwisho wa mambo utawajia, subiri, mambo yanakuja mbele. Faqad kadhabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un, wamekadhibisha, basi zitawajia taarifa ya yale mambo ambayo wameyafanyia istihza. yale mambo ambayo wameyafanyia istihzai. Faqad kadhabu bima ja'ahum bihi rasuluhum fasayatihim tahqiqu anba'i ma kanu bihi yaskharuna wa yahillu alayhim al'adhab, wamekadhibisha kile alichowajia nacho mtume wao, basi uhakiki wa taarifa juu ya yale mambo aliyoyafanyia maskhara utawajia uhakiki huo, na adhabu itakuja watokezea tu wakitaka wasitaki. Kwa nini wanakadhibisha? Awalam yarau ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim, hivi hawajaiangalia ardhi tumeotesha ndani yake mimea mingapi mizuri mizuri. Abaqiya haulai musirrina ala kufrihim falam yanzuru ila al-ard kam anbatna fiha min kulli naw'in min anwa'i an-nabati hasani al-manzari kathiri al-manafi', hivi wamebakia hawa katika hali ambayo wameshikilia juu ya kufuru yao, hawajaiangalia ardhi tumeotesha nini katika ardhi, katika aina za mimea mbalimbali yenye mandhari nzuri nzuri na manufaa mengi. Mimea yenye mandhari nzuri nzuri na manufaa mengi hawajaangalia. Zawjin karim, yani aina za mimea zilizokuwa nzuri kabisa. Neno karim natumika katika kitu kizuri. Hebu angalia we miti ya matunda, angalia miti ya nafaka, mimea ya nafaka, angalia maua hayo, nyasi na miti mbalimbali. Allah kaumba kila aina nzuri nzuri ya mimea mbalimbali. Huo ni uweza wake subhanahu wa ta'ala. Hawajaona? Inna fi dhalika la ayatan wama kana aktharuhum mu'minin. Inna fi inbati al-ardi bi anwa'in mukhtalifatin min an-nabati la dalalatan wadihatan ala qudrati man anbataha ala ihya'i al-mauta wama kana mu'dhamuhum mu'minin. Hakika katika kuotesha mimea ya ardhi kwa aina mbalimbali za mimea pana dalili ya waziwazi juu ya uweza wa Allah huyo ambaye ameiotesha mimea hiyo, kwamba ni muweza wa kuhuisha wafu pia. Kama alivyohuisha mimea ilikuwa haipo, basi wallahi ni muweza wa kuhuisha wafu. Lakini hawajawa wengi wao wenye kuamini, walioamini ni wachache. Ndio akasema inna fi dhalika la aya, hakika katika aya iliyotajwa kuoteshwa mimea kuna alama tosha. Wama kana aktharuhum mu'minin, wala hawakuwa wengi wao ni waumini. Aya hii
utaikuta ni aya ya 8, kama ambavyo aya hii imejikariri katika sura hii mara 8. Ni aya ya 8 ndio tunaanza kukutana nayo hapa, na ikajikariri mara 8 aya hii, inna fi dhalika la ayatan wama kana aktharuhum mu'minin. Na ni maajabu, maanake inna inaonyesha hakika, na neno aya ni alama ya waziwazi, alama kubwa iko waziwazi, ndio inaitwa aya. Hakika isiyo na shaka ndani yake, katika hayo tuloyataja kuna alama kubwa ya kuonyesha haki. Sasa mwanzo kuna neno hakika inna, mbele kuna neno aya, alama ya waziwazi. Inakuwaje tena waumini wa wachache waathirika na alama wachache? Alama kubwa tena ya hakika inna fi dhalika la ayatan, lakini wama kana aktharuhum mu'minin. Itakuja jikariri aya hiyo. Allah anatuonyesha ada za watu zama za tofauti ni kukadhibisha na kuikataa haki. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, na hakika Mola wako mlezi ndiye mshindi na mwenye huruma. Si kwamba hao kwa vile wameikataa haki ndio itakuwa haki, sio haki au alama imefichika. Alama iko wazi na haki imekuwa iko wazi, wala kuasi kwao na kukufuru kwao hakujampunguzia Allah izza. Yeye atabakia kuwa ni aziz hata akikufuriwa akaasiwa, na atabakia kuwa ni arrahim, mwenye kurehemu hata watakaoadhibiwa wakakoseshwa hidayah, wakisema wamenyimwa rahma hizo. Wakinyimwa wao wako ambao zimewafika hizo rahma, wastahiki wa kurehemewa. Nasallallahu an yaj'alana wa iyyakum minhum. Inna fi dhalika la aya wama kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Tutaziona aya mbili hizi zinajikariri kariri kwenye sura hii. Inna fi dhalika la ayatan wama kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Haki hiyo inatakiwa iwafike watu na iwabainikie na waione, na wala wasiikane haki hiyo, kwa sababu ni ukweli mtupu. Wa inna rabbaka ayuha rasulu lahuwal ghalibu alladhi la yaghlibuhu ahad arrahimu biibadihi, na hakika Mola wako ewe mtume ndiye mshindi ambaye hashindwi na yoyote, na yeye ndiye mwenye kuwahurumia waja wake subhanahu wa ta'ala. Hizo ni ayat kutokea mwanzo wa sura mpaka aya ya 9 katika suratu Shuara. Miongoni mwa faida tunazozipata hapo ni hirsu rasuli ala hidayati nnas, ile hamu kubwa ya mtume ya watu kupata hidayah. Faida ya pili, ithbatu sifati al-izzati war-rahmati lillah, kuthibitisha sifa ya utukufu na rahma aliyonayo Allah azza wa jalla. Faida ya tatu, ahamiyatu sa'ati sadri wal fasahati lidaiya. Tutakuja ona faida hiyo katika ayati zijazo insha Allah. Vipi kifua cha mfanyaji dawa kinatakiwa kiwe kipana kama ambavyo ulimi wake uwe mpana. Kifua chake kipana kubeba shida na tabu, na kiwe na subra, na ulimi wake uwe ni mpana katika kueleza vizuri, maanake uwe na fasaha pana nzuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kapewa hayo mambo mawili, kama ambavyo Musa naye aliyaomba hayo mambo mawili, ulimi ufunguliwe na kifua kifanyiwe wepesi. Na dai akipewa silaha mbili hizo kapewa mambo makubwa, lakini kwanza moyo kabla ya ulimi. Na ndio maana tutakuja iona dua ya Musa anapoomba kifua chake kisibane, na akakishtaki kifua chenye mbano mbele ya Mola wake, wa yadhiqu sadri wala yantaliqu lisani, kifua changu kimebana, kinabana na ulimi wangu haufunguki. Kwa anamuomba Mola wake ampatie hayo mambo ambayo pia katika Taha yameelezwa kwa umakini. Dua yake, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Katika Taha kaomba, lakini hapa tunaona kashtaki kwanza. Ameshtakia mawili, moja katika moyo, moja katika ulimi.
na kule Taha imekuja kaomba mawili kuyaondoa yale mawili aliyoshtakia. Kwa biidhnillah tutakujaona hayo kwa umakini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin insha Allah.